Imekuwa ni dabi ambayo imeshika nyoyo za mashabiki wengi wa mpira, hususan Young Africans na Simba Sports Club, lakini pia hata wale ambao wamekuwa ni mashabiki wa vilabu vingine nchini Tanzania, na wao pia wamekuwa ni sehemu ya kupenda kuifuatilia dabi ya Kariakoo. Lakini pia dabi ya Kariakoo imekuwa ni kichagizo cha ligi yetu ya Tanzania kuwa ni kivutio barani Afrika. Dabi ya Kariakoo imekuwa ni dabi ya kuitangaza nchi ya Tanzania kwenye sekta ya michezo. Dabi ya Kariakoo imekuwa ni dabi ambayo pendwa nambari 5 barani Afrika. Ukiacha dabi ya Zamalek na National Ahli, acha dabi ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates, lakini pia unaiona dabi ya Kariakoo, acha dabi ya Raja Casablanca na Wydad Casablanca, ipo dabi ya Simba Sports Club na Young Africans. Kwa hichi kinachoendelea kwa sasa hivi, kama ilivyokuwa gumzo ndani ya bara la Afrika kuizungumzia dabi ya Kariakoo, kama ilivyokuwa macho yapo tayari ndani ya bara la Afrika kuiangalia dabi ya Kariakoo, ndivyo hivyo macho yapo tayari kukiangalia hichi kinachoendelea ndani ya ardhi ya Tanzania. Nazungumzia watu ambao wapo nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Kwa maana kama kuna wapenzi wapo South Africa wanaipenda ligi ya Tanzania, wapo Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, popote walipo wanaipenda ligi ya Tanzania, na zinapofika mechi za dabi ya Kariakoo kutoka ndani ya mataifa yao na kuja ndani ya ardhi ya Tanzania kuangalia mchezo huu pendwa kwao, basi watu hao wapo macho ndani ya mataifa yao kufuatilia kinachoendelea leo Machi 8 ndani ya ardhi ya Tanzania. Kinachosikitisha ni nini? Ipo wapi ile hadhi ya ligi nambari 4 barani Afrika? Ipo wapi ile hadhi ya dabi nambari 5 barani Afrika? Ipo wapi ile hadhi ya ligi namba 6 kwa viwango vya CAF barani Afrika? Ikiwa kama haya ndiyo mambo yanaendelea ndani ya dabi ndani ya ardhi ya Tanzania, kiukweli ni mambo ambayo yanaumiza na ni mambo ambayo yanasikitisha. Hatuna sababu ya kujinadi na kujinasibu ikiwa ligi yetu inapambwa na vilabu viwili, na moja katika vilabu hivyo kinakuwa ni sababu ya kuisababisha watu kupata hasara ya kiuchumi, watu kupata hasara ya muda, watu kupata hasara mambo mengi. Watu wametoka mataifa jirani, watu wametoka mikoa jirani kuhudhuria ndani ya Benjamin Stadium Mkapa leo Machi 8, lakini watu hawana nakachokipata, watu wamelala hotelini. Kwa hiyo kinachoendelea kinaumiza kiukweli. Pengine shida imekuwa wapi kwa upande wa uongozi? Jambo limetokea toka jana saa 1, saa 2 mpaka inafika saa 4 asubuhi. Pengine nini ambacho kitakuwa kifanyike kwa upande wa TFF? Ilikuwa wazuie mechi isiendelee, au ilikuwa ni swala la kusema kwamba wajadili kwamba baadaye baada ya mechi ndio waje kurudia? Tatizo lilikuwa ni nini? Hivi vitu sio kwamba ni vigeni ndani ya ardhi ya Tanzania. Hivi vitu vipo kila siku. Kila siku tupo navyo na tunaishi navyo. Zipo timu ambazo zinahukumiwa, biashara ya Mara imeshahukumiwa. JKT Queens wameshapata adhabu kwenye mambo kama haya. Sijui umeelewa. Lakini source na changamoto inapokuja vinapotokea vitu hivi kwenye vilabu vikubwa vya Tanzania, kwa maana ya Simba au Yanga, maamuzi yanakuwa ni mazito kuchukuliwa, na hii ni kutokana ndani ya viongozi hao wanaoongoza mpira wa Tanzania wana mapenzi yao binafsi na vilabu hivi. Ipo wazi. Kwa sababu leo kama ingelikuwa kitu kama hichi wamefanya Azam, Mtibwa, Singida, Mbeya, basi ingekuwa ni wepesi sana kutoa adhabu na kuadhibu vilabu hivi vidogo. Lakini kwa sababu ni Yanga, kwa sababu ni Simba, wanafanya utoto kama huu ndani ya bodi ya ligi na TFF kwa ujumla. Wapo viongozi wenye mapenzi na hivi vilabu. Ukiangalia hukumu ambayo anastahili mtu ambaye amefanya utoto kama huu, hukumu namba 1 akatwe pointi 3 na ashuke daraja. Ikiwa itakuwa ngumu basi akatwe pointi 15. Sasa unakuta ambaye yupo ndani ya kamati ya maadili ni mpenzi wa Yanga, yupo ndani ya kamati ya maadili ni mpenzi wa Simba, na Simba ikipoteza anaumia. Unadhani atakuwa radhi akubali Simba ikatwe pointi 15 ndani ya marathon za ubingwa? Ndipo pale unakuja wote wanavunja sheria, wanasema busara zitawale. Kama kila siku tutatawaliwa na busara ndani ya mpira wetu Tanzania, ipo wapi hadhi ya ligi nambari 4 barani Afrika? Hii sio mara kwanza Simba wanafanya hivi. Sawa, msimu wa 2021 Young Africans walikuja na timu mpaka uwanjani, Simba wakuja na timu. Young Africans wakafanya warm up, wakaondoka, Simba wakaleta timu, na mchezo wa kuchezwa na watu wamekula hasara.
Nenda kwenye kanuni. Kanuni ya 2021 inakwambia timu inaruhusiwa kubadilisha masaa ya mchezo ndani ya masaa 48. Yanga wakaleta timu yao ndani ya masaa yale kwa sababu binafsi sabodi mchezo kuusogeza mbele. Simba na wao wakanyutro, wakaleta muda waliotaka. Kwa hiyo leo tukirudi kwenye uongozi, tayari ndani ya uongozi kuna madudu mengi. Mimi siogopi kusema wazi, nasema wazi. TFF na bodi ya ligi wengi ni vibaraka wa vilabu hivi vikubwa, na ndio maana maamuzi ya kuvihukumu vilabu hivi vikubwa inakuwa ni ngumu. Wamekuwa wepesi kwa hukumu Mbeya City, sawa. Wamekuwa wepesi kwa hukumu JKT Queens, lakini wanakuwa hukumu sana kwa hukumu Simba na Yanga kwa sababu wao wenyewe ni vibaraka wa Simba na Yanga. Kwa hatuwezi kupata ile haki stahiki ya ligi yetu kwa sababu ndani ya viongozi hao wapo wenye upenzi wa Simba na Yanga. Na pengine kujirudia hivi, hii inaleta taswira gani katika ligi yetu ya Tanzania ikiwa ndo ligi bora kwa Afrika kwa maana ya namba ya 4? Nini kinakwenda kujitokeza kwa hiki kilichojitokeza? Hii haiwezi kaachwa kujirudia. Itajirudia kila siku kwa sababu Simba wamejaribu. Walipojaribu wakaona kumbe inawezekana. Sasa wanafanya. Sijui umeelewa? Excuse walioitoa Simba kuto kuipeleka timu uwanjani. Kimpira haingii kweli. Kanuni ya 17 inamruhusu Simba kufanya warm up kuelekea ule muda wa mchezo. Hatukatai. Sijui umeelewa? Lakini pia timu mwenyeji ikimgomea timu pinzani kwenda kufanya warm up, timu mwenyeji apigwe faini ya $500,000. Sijui umeelewa? Kwani kwa kuwa Simba wao waligomewa kwa excuse yao kwamba wamegomewa kuingiza timu uwanjani, wakarudi leo wakaleta mechi, alafu wakaachia TFF kufanya hukumu yao. Umeelewa? Kwa maana mwenyeji Young Africans yakala lungu lake la $500,000, wangekuwa wamenusuru losti za watu wengi sana, losti za mashabiki wengi sana kutoka mataifa jirani. Hii mechi ya dabi ya Simba na Yanga haangalii Mo Dewji wala JCM Ghalibu. Mechi wanaangalia Watanzania wenye kutoka nchi mbali na ndani ya ardhi yao ya Tanzania. Mechi hii inaangaliwa na wapenzi mataifa na kimataifa. Watu wanalipa vingamuzi vyao brother fedha, watu wanalala magesti fedha, watu wanakata tiketi fedha. Unacheza na mali ya mtu, jasho la mtu. Mtu anaharibu hela yake kuja kukuunga wewe mkono jambo lako, alafu bado unaharibu na kuteketeza mali yake kwa sababu zako za kipumbavu. Sijui umeelewa? Kwa hii Simba walijaribu, walipoona imewezekana sasa wanafanya, na mambo haya wataendelea kufanya sana kwa sababu wanajua ndani ya uongozi wa TFF wapo vibaraka wao. Laiti wangekuwa hawana confidence hiyo, Simba wasingekosa kuleta timu uwanjani. Sababu ipi? Simba wamejiandaa na dabi wiki nzima. Hapa kuna mechi za ligi kibao Simba wangeweza kucheza. Kuna mechi za CRDB Federation zimeahirishwa. Yanga itakiwa cheze na Coastal Union. Mechi zimeahirishwa. Simba acheze, Yanga acheze, heshima ya dabi. Promotion ya dabi imefanyika. Watu wameshatoka ndani ya mataifa yao wamekuja. Watu wamemwaga hela zao. Kirahisi anatokea tu muhuni mmoja Tanzania anasema tulete timu uwanjani sababu tumegomewa kufanya mazoezi ya mwisho. Ile wiki nzima walikuwa wanafanya nini? Tena cha ajabu, asubuhi Shomari Kapombe na kocha wake wameenda wote Mkapa. Wamehojiwa na wamesema maandalizi yote yapo tayari 100%. Yaani hizo dakika 35 kukosa warm up ndio sababu kutopeleka timu uwanjani. Watu wameacha familia zao mikoani, watu wameacha. Hivi wanajua Watanzania wanaumia kiasi gani kwa sababu yao? Wanajua Watanzania wana mchango kiasi gani kwa sababu ya vilabu? Au kwa sababu wao wanapokea hela za Watanzania, wanaweka mifukoni mwao, wanadai wanaendesha taasisi na kula basi wanaridhika? Hivi vitu ndani ya ligi ya Tanzania vinaharibu mpira wetu. Na hii ni kwa sababu mpira wa Tanzania viongozi wengi wamebebwa na mapenzi ya vilabu viwili, Simba na Yanga. Na ndio maana leo hii kwenye ligi hii hata lifanyike jambo gani kwa timu ndogo linachukuliwa maamuzi ya haraka kuliko timu kubwa. Sijui umeelewa? Kwa hiyo jambo kuisha ndani ya ardhi ya Tanzania itakuwa ni ngumu. Wale vibaraka wa Simba na Yanga wote waondolewe kwenye uongozi. Utafute uongozi mpya.
labda vitaisha. Lakini midhari ndani ya ardhi ya Tanzania, Simba na Yanga wana watu wao katika maeneo ya viongozi, mambo haya yataendelea sana. Ona mambo ya ajabu, nenda kwenye ukurasa wa Yanga. Yanga na wao wamesha posti, wamesema mechi wanayoitambua ni mechi ya leo. Kama mechi ya leo haitochezwa, Yanga hawaleti timu uwanjani. Leo kamati ya maadili ya bodi ya ligi ya Tanzania itapata wapi nguvu ya kumhukumu Yanga ikiwa imemwacha Simba salama? Yani hapa tengeneza swali dogo tu. Yanga wametoka na uongozi wao, wamesema hatutoleta timu uwanjani kama leo mechi haichezwi. TFF na bodi ya ligi wameshatoa tamko, mechi imeahirishwa, itapangiwa tarehe. Yanga wameshaposti na sisi bwana hatutocheza mechi nyingine zaidi ya hii. Mashabiki wa Yanga kwa ujumla tunasema hivi, hatuchezi mechi nyingine. Tutalala kuanzia Jangwani pale. Yani wakisubutu kutoa gari Jangwani kuleta Mkapa kwa sababu ya mechi, tutalala kuanzia Jangwani mashabiki wa Yanga mpaka Mkapa, watukanyage yote tufe. Hiyo ikiwa ngumu, wakisema wanatoa Kigamboni, tunawafuata huko Kigamboni. Kama Yanga itakubali unyonge huu mbele ya Simba, unyonge ambao umekuwa endelevu, matukio ni mengi hatuwezi kuyasema kwa wakati mmoja, lakini haya machache yanayodhihirika, kama Yanga wataendelea kuruhusu mambo haya yaendelee na wakaendelea kuwa wanyonge, tafsiri yake wanahalalisha kama ndani ya nchi ya Tanzania mwenye haki ni Simba peke yake. Tunasema hivi, tunashukuru bodi ya ligi, tunaheshimu mawazo yenu ya kusema mechi iahirishwe. Asanteni, mechi hii isichezwe, gawa pointi. Yanga pointi moja, Simba pointi moja, shughuli imeisha, tuonane mwakani. Na mzee Viera, na pengine hiki ambacho wanakifanya labda hasa Simba, nini ambacho wamestuka kwamba wakienda wakipeleka timu labda kutatokea nini ambacho wamekistuka hasa? Nisikilize, ukifuatilia Simba walikuwa na majeruhi. Debra Fernandez Mavambo majeruhi. Inasadikika Shalehe Hawa na injury, ana minding injury. Simba ana majeruhi wengi. Nenda kamfuatilia Azim Dewiji. Sijui umeelewa. Azim Dewiji mwenyewe amesema kabisa hadharani, wakileta mzaa mechi hatuleti timu. Simba walizamiria. Simba walizamiria tarehe leo tarehe 8 mwezi wa 3 kuto kupeleka timu uwanjani. Ila walitafuta sababu. Wameenda Simba na gari na Costa 3. Simba wanahitaji kuingia kufanya warm up. Nia na madhumuni ingie gari moja iliyobeba wachezaji wa Simba. Kwa nini uongozi unataka zile Costa nazo zingie? Zile Costa zimebeba nini? Na sio siku ya mechi, ni siku ya warm up. Mpira wa Tanzania uswahili mwingi. Walipo lala ndipo Yanga walipoamka. Kitendo cha kusiwiliwa zile Costa sisingie. Simba na wao wamegoma, kwa nini nasiwia Costa tunataka kuingia? Unaona kabisa hii ni sababu inatafutwa. Lakini nia na madhumuni ya kuahirisha mechi ya leo, Simba walikuwa wanayo tokea muda kulingana na hali ya klabu yao. Majeruhi ni wengi. Sijui umeelewa. Na hii mechi laiti ingelichezwa Yanga akashinda, ina maana alikuwa amemwacha Simba kwa gap la pointi 4. Tafsiri yake Simba amebaki na michezo 7 mkononi. Mtoe Simba, nani mwingine katika wa 7 atamstopisha Yanga? Nani? Muona Simba mjinga. Simba katumia akili ya kusaliwa. Sasa basi, hatuchezi na sisi. Na sisi hatuchezi. Amchezi. Hatuchezi. Wakipanga mechi nyingine viongozi wetu kwa heshima na taadhima, sisi ndio mabingwa wa nchi. Makombe 30 ya ligi, wana finalisti wa CAF Confederation Cup. Young Africans mabingwa wa kihistoria, watu ambao pekee tulisaidia nchi kutafuta uhuru kwa amani, tuliowazawa hawa. Mtuheshimu kama vile tunavyoheshimu viongozi wetu. Tafadhali, mechi ijayo tusipeleke timu uwanjani. Kwa kumalizia, ambacho wamekifanya Simba ni kimewasaidia? Unajua, yani wewe kukimbia utakimbia kinu marehemu pale pale. Yani Simba kifo kinamwita. Simba kifo kinamwita, anachokifanya anachelewesha muda tu akufa. Israeli yule. Wale Maisraeli waliomtia kidonda ndio wale watakayemmaliza Simba.
Yani Simba yeye anakimbia. Tuambie tu kimoja ndugu zetu. Wao wakitaka leo Machi 8 wapige simu tuwafate Bunju. Pale Simba Arena pale tukakitwange. Kama wao mashaka yao ni Benjamin Mkapa, kama wao hofu yao ni Benjamin Mkapa, si hatuna shida na wao. Wapige simu kwa uongozi tuwafate pale Bunju Arena saa hizi. Yanga uwezo huo tunao, tukakitwange nao. Kama hawana taa, mashabiki tunao wa kutosha, watatumia tochi. Lakini Simba kufa watakufa, Simba kupigwa watapigwa. Simba wana kikosi, Simba wana timu. Tuliaimba haya sana. Kwa nini Yanga wameingiza kikosi ndani ya uwanja kati tayari taarifa ishatoka kwamba mechi haipo leo? Yanga anatekeleza wajibu wake. Yanga anatekeleza. Sababu za kuiahirisha mechi zipo. Hakuna sababu hata moja kikanuni na kaitambua mechi ya leo kuahirishwa. Moja wapo mvua kuwa kali, maji kuzidi ndani ya uwanja, upepo kuwa mkali kiasi kwamba kosekana utulivu. Wanasema ukungu kuzidi ndani ya uwanja, ukungu kuwa mwingi ndani ya uwanja unaweza kuahirisha mechi. Uvunjifu wa amani kwa maana ya vita unaweza kuahirisha mechi. Kuna vita, kuna mvua, kuna ukungu. Kwa nini mechi imeahirishwa? Kwa sababu Simba wamezuiliwa muda wa Simba nani ndani ya nchi? Simba yeye nani ndani ya ligi ya Tanzania? Simba ana hadhi gani ndani ya ligi ya Tanzania? Simba ni katika timu 16 zinazoshiriki ligi kuu nchini Tanzania. Simba hadhi yake ni kama Mtibwa, Singida, Tabora. Wapo marathon moja. Leo imefikia hatua bodi ya ligi na TFF, Simba akiguswa wanakuwa wepesi kutoa hukumu. Kwa nini viongozi wanaonesha mapenzi ya wazi kwa Simba? Kama watachukua hatua kwa hichi kilichotokea, Yanga tutavumilia. Muosha, woshwa. Mimi nikushukuru sana. Asante nawe pia.